Wow, ni wakati mwingine tena, ni wikendi nyingine tena, ni Jumamosi nyingine tena ambao tunakutana katika jukwaa hili la Roho wa Neema, Vipawa, Ugunduzi na Matendo ya Kinabii. Hapa Kristo anatukuzwa, Kristo anainuliwa, Kristo anapewa utukufu kupitia vipawa ambavyo ameweka ndani ya wana mbalimbali katika majukwaa yao huko viwanjani. Hakika tunasema hakuna kitu chema duniani isipokuwa kimetoka kwa Mungu Baba katika Kristo Yesu. Hii ni kweli ambayo hata shetani mwenyewe anaijua. Mwana wa Mungu mmoja aliwahi kusema, hata shetani hafuati vibaya, bali hufuata vizuri ili aviharibu na kuviua. Shalom mwana familia wa Sonship Spirit TV, jicho la Mungu duniani kote. Sauti ni ile ya Kristo viwanjani, na mtangazaji wako Faraji Chembe. Kaa pamoja nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Tangu miaka 2010 mchezo wa soka umejizoelea wafuasi wengi kweli nchini Tanzania. Soka likafikia hatua ambayo watu wasipolitazama au kulizungumzia, basi siku inakuwa haijakamilika. Soka likaanza kuendesha maisha ya watu. Soka likageuka Mungu kwa watu. Wapo ambao walifikia hata hatua ya kusababishiana majeraha makubwa kwa sababu tu ya ushabiki wa soka. Soka likatawaliwa na vimbwanga, kuanzia kwa wachezaji mpaka mashabiki. Wengi tuliopenda soka tukaanza kuondolewa na wazazi wetu, hata viongozi wetu wa kiimani, kwa kuamini kwamba soka si mchezo salama tena. Huku kwetu hata tukafikia hatua ya kuita soka ni dhambi. Hii yote ilikuwa ni hatua za kuepusha vijana kutoka katika hatua za soka. Lakini sasa shukuriwe Mungu katika Kristo Yesu. Yeye alianzia jambo hilo, ndiye anayeokoa jambo lake. Miaka karibuni tumeshuhudia uamsho mkubwa wa Roho wa Neema na Vipawa katika viwanja mbalimbali vya soka nchini Tanzania. Wana wa Mungu wengi wamekuwa huru kutumia vipawa vyao viwanjani, huku akimtukuza Kristo aliye Bwana wa vipawa hivyo. Soka limeanza kuwa mahali salama tena. Roho wa Kristo anafanya kazi kweli. Mara kadhaa tumeona wachezaji baadhi wakubwa katika ligi zetu wakihudhuria ibada za kila Jumapili katika makanisa yao. Wachezaji ambao wameanza kutambua wao ni mitume na mabalozi wa Mungu viwanjani. Leo hii soka si dhambi tena kama tulivyolazimishwa kuamini hapo nyuma, bali soka ni sehemu ya Mungu kujifunua mwenyewe. Mungu ndiye shabiki nambari moja wa vipawa vyake alivyowekeza ndani yetu. Fahari yake kama Baba ni kutuona tukitumia vipawa hivyo kwa uhuru, huku sifa na utukufu akipewa yeye. Hongereni mabalozi wote wa Kristo viwanjani kwa ujasiri wenu wa kumfunua Kristo huko. Hongereni watumishi wote wa Mungu ambao mmesimama na kuonyesha wana wa Mungu kwa soka si baya, bali ni madhabahu nyingine ya Kristo. Tunawathamini na kuwapenda sana. Wow. Kwa tunamtukuza Bwana kwa namna ambavyo Roho wake wa neema na vipawa anavyofanya kazi hapa Tanzania. Vipi kwako soka unalionaje? Vipi kwako soka ni madhabahu ya kumfunua Kristo? Vipi kwako soka ni mahali pa kutumia kipawa chako na kumtukuza Kristo huko viwanjani? Basi usiache kutuandikia hapa katika comment section, tutasoma pamoja nawe. Nikutakie siku njema, nikutakie weekend njema. Shalom.